Na kama ulivyosikia ni kwamba Israeli imeadhimisha miaka miwili tangu shambulizi la Oktoba 7, huku wajumbe wa Hamas na Israel wakishiriki mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanayolenga kumaliza vita vya Gaza chini ya mpango wa amani uliopendekezwa na Marekani. Duru kutoka upande wa Palestina zinazohusika na mazungumzo hayo yanaendelea huko Sharm el-Sheikh na kuarifu BBC kwamba mashauriano hayo yatafuata mwongozo wa mapendekezo matano yaliyowasilishwa yakianza na kuvimaliza vita vya Gaza, lakini pia kubadilishana mateka wa Israeli na wafungwa wa Kipalestina. Victor Kenani anaarifu zaidi. Miaka miwili iliyopita siku kama ya leo, mwishoni mwa sherehe ya Kiyahudi ya Sukkot, wapiganaji wanaoongozwa na Hamas walizindua shambulio baya zaidi katika historia ya Israel lililosababisha mashambulizi makubwa ya kisasi dhidi ya Gaza. Shambulio hili lilishtua dunia. Wapiganaji wa Kipalestina walivuka mpaka wa Gaza na Israel na kushambulia jamii za kusini mwa Israel pamoja na tamasha la mziki jangwani kwa risasi, makombora na mabomu. Watu 1219 waliuawa, wengi wao wakiwa raia kulingana na takwimu rasmi za Israel. Wapiganaji pia walichukua mateka watu 251 na kuwapeleka Gaza, ambapo 47 bado wanashikiliwa, wakiwemo 25 ambao jeshi la Israel nasema wamewawa. Siku ya Jumanne, afisa mwandamizi wa Hamas, Fauzi Barham, aliliita shambulio la Oktoba 7 kuwa jibu la kihistoria dhidi ya jaribio la Israel la kuangamiza swala la Palestina. Alisema pia kuwa Hamas inafanya kazi kupita vizuizi vyote ili kufanikisha makubaliano huko Misri. Miaka miwili baada ya shambulio la Oktoba 7, shinikizo la kimataifa kusitisha vita limeongezeka sana. Huku sehemu kubwa ya Gaza ikiwa imeharibiwa, njaa ikitangazwa na Umoja wa Mataifa na familia za mateka wa Kiyahudi zikiendelea kutamani wapendwa wao warejeshwe. Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa mwezi uliopita uliishtumu Israel kwa mauaji ya halaiki huko Gaza, huku mashirika ya haki za kibinadamu yakiwekea Hamas lawama za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na shambulio la Oktoba 7. Pande zote mbili zimekanusha tuhuma hizo. Wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mpango wa amani wa vipengele 20 unaotaka kusitishwa kwa mapigano, Hamas kuvunjwa na kutokuwa na silaha na kuondolewa kwa vikosi vya Israel kwa hatua. Mpango huo ulipokelewa kwa mtazamo chanya na Israel na Hamas na kusababisha mazungumzo kufanyika Misri, ambapo wajumbe walianza majadiliano yasiyo ya moja kwa moja siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa vyanzo vya Kipalestina karibu na timu ya majadiliano ya Hamas, mazungumzo yalikuwa yakiendelea Jumanne katika mji wa Sharm el-Sheikh ulioko kando ya Bahari Nyekundu. Siku ya Jumatano, mjumbe maalum wa Trump wa Mashariki ya Kati Steve Witkoff atajiunga na mazungumzo hayo, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdelati. Kampeni ya kijeshi ya Israel huko Gaza imesababisha vifo vya watu angalau 67,160 kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas, takwimu ambazo Umoja wa Mataifa unazichukulia kuwa na ukweli. Takwimu hizo hazitofautishi raia na wapiganaji, lakini zinaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya waliouawa ni wanawake na watoto. Katika mji wa Sharm el-Sheikh, wapatanishi walikuwa wakihama kati ya wajumbe wa Israel na Hamas chini ya ulinzi mkali. Abdelati alisema kuwa mazungumzo hayo yanalenga kutekeleza awamu ya kwanza ya makubaliano ya kuweka mazingira ya kuachiliwa kwa mateka, kuingizwa kwa misaada ya kibinadamu na kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina. Aliongeza kuwa hilo linahitaji kurudishwa nyuma kwa vikosi vya Israel ili awamu hiyo iweze kutekelezwa. Trump amewahimiza wajumbe kuharakisha kumaliza vita, lakini mashambulizi ya anga ya Israel yaliendelea siku ya Jumanne na kuua watu 4 kwa mujibu wa wakala wa uokoaji wa Gaza unaoongozwa na Hamas na hospitali ya eneo hilo. Trump aliambia televisheni ya Newsmax kuwa anaamini makubaliano yako karibu kuafikiwa. The people of Israel want it to happen. Watu wa Israel wanataka yafanyike, wanatamani mateka warejeshwe na wanataka vita vikome. Na nadhani Hamas kwa sasa wamekuwa sawa. Naamini tutapata makubaliano. Kuna nafasi nzuri ya kufikia makubaliano ya kudumu. And it'll be a lasting deal. Qatar, mpatanishi muhimu katika mzozo huo, ilisema Israel ilipaswa kuwa tayari imesitisha vita chini ya mpango wa Trump. Kamanda wa jeshi la Israel, Luteni Jenerali Eyal Zamir, ameonya kwamba ikiwa mazungumzo yatashindikana, jeshi litarudi vitani Gaza. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Miaka miwili baadaye, je, Israel na Hamas watachukua fursa hii kuvimaliza vita kati yao? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Mohamed Issa.
Benjamin Netanyahu hataki vita hii imalizike, na matendo yake na maneno yake yanaonyesha hivyo, kwa sababu ikiwa vita hii itamalizika, maana yake taifa la Palestina linaweza likaundwa. Ukiangalia kilichotokea kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa uliopita, mataifa mengi yakisema yanataka taifa la Palestina, jambo ambalo Netanyahu hataki, na ametangaza kwamba hakuna taifa la Palestina. Vita ikimalizika kwa Netanyahu pia ina maana kupoteza serikali yake ambayo inaungwa mkono na watu wa upande wa mkono wa kulia, na iwapo atapoteza serikali yake, Netanyahu hataki hilo litokee. Ikiwa litatokea, ni kwamba mustakbal wa Benjamin Netanyahu uko hatarini. Anaweza akajikuta anaendea kwenye kesi ile inamkabili ya uhujumu uchumi na ufisadi, lakini kibaya zaidi anaweza akawa katika hali dhaifu ya kuweza kukamatwa, kwa kuwa tayari anayo hati ya mahakama ya kimataifa dhidi ya makosa ya kivita na ni mauaji ya kimbari. Kwa hivyo kwa upande huo hata haiwezekani Israeli ikakubali mapatano hayo. Kwa Hamas nayo kukubali vita iishe ni jambo wanalolifurahia mno, kwa sababu litaonyesha ushindi. Kikundi kidogo kupambana na dola babe ya Mashariki ya Kati kwa miaka miwili na kisimalizike ni ushindi, lakini pia kutawatoa wananchi wa Gaza kutoka kwenye maangamizi yanayoendelea. Ila kwa upande wa pili sasa, Hamas nayo haitaki vita imalizike kwa masharti iliyowekewa kwamba iweke chini silaha zake, na kwa hivyo ijikute haina silaha za kuwalinda, kwa kuwa Israeli hawaaminiki. Lakini kibaya zaidi ni kwamba eti isihusike na masuala yote ya siasa za Palestina na utawala wa Gaza. Kwa namna hii unaona kwamba wanaweza wasifikie mapatano. Naam, inasadifiana na kuanza kwa duru ya mazungumzo, duru nyingine ya mazungumzo yanaongozwa na mpatanishi Qatar kufikia angalau makubaliano kuhusu mateka na kusitishwa vita vya Gaza, ikijikita kwa mantiki ya mpango ama mapendekezo yaliokuwa yamewasilishwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Kipindi hiki kutakuwa na mafanikio makubwa kupunguza uhasama pande hizo mbili, kwa shinikizo hili la kwamba miaka miwili baadaye pengine wanahitajika angalau kuonekana wamepiga hatua katika kupunguza uhasama. Uwezekano ni mdogo sana, kwa sababu Donald Trump mwenyewe ambaye ndio aliyokuja na mpango huu wa amani anauita super plan, anapingwa mno na kundi lililomweka madarakani, kundi linaloitwa Christian Zionist au wazayoni wa Kristo, wanaoona Israeli ni taifa teule la Mungu, na wanamtishia hata kwamba ikiwa ataendelea na haya basi wataondoa kumuunga mkono. Kwa hivyo Trump mwenyewe anataka kuhakikisha mapatano haya yanafikiwa na aweze kuonekana ni mpatanishi, pengine hata kujipatia nishani ya Nobeli ambayo mwezi wa 12 huko itatolewa. Ila kwa upande mwingine, masharti yaliyowekwa katika mpango wa amani ya Trump yana vimelea vya kufanya Hamas asikubali mapatano haya. Kwa hivyo sidhani kwamba mazungumzo haya, na nimeeleza vimelea vyenyewe ni kuitaka Hamas iweke silaha chini mara moja, Hamas isijihusishe na siasa za Gaza wala siasa za Palestina kwa ujumla. Kwa hiyo ni kama vile wametoa kwa mkono mmoja na wamenyang'anya kwa upande wa pili. Naam, Bwana Isa, makovu ya mashambulizi ya Oktoba 7 yamebadilisha kwa kiasi gani sura ya mzozo wa Mashariki ya Kati kwa jumla? Yamebadilisha sana. Kwa upande wa Israeli imepoteza uungwaji mkono hata na mataifa ambayo hawakutarajia. Ufaransa, Uingereza, Australia, Hispania na mengine yanaunga sasa uwepo wa taifa la Palestina. Lakini pia upinzani dhidi ya Israeli kimataifa umekuwa mkubwa, maandamano ya kila siku ya kila mara duniani kote, na kwa mara ya kwanza toka mwaka 67 Waisraeli walikimbilia kwenye mahandaki ya kivita kutokana na mashambulizi ya makombora ya Iran. Lakini pia uchumi wa Israeli umeporomoka kiasi kikubwa, na hata Waisraeli hasa wale wenye uraia wa nchi mbili wamekimbia Israeli, wameondoka. Kwa upande wa Hamas, viongozi wake wameuawa, viongozi wake wakuu wakiwepo Ismail Hania, lakini pia makamanda wake wengi, na kibaya zaidi kushindwa kuitawala Gaza, kwa sababu Gaza imebakia magofu matupu, hapatawaliki, na imepoteza wapiganaji wengi, takriban nusu kwa vita hivi, lakini pia imepoteza silaha nyingi. Kwa hiyo kwa kweli kwa pande zote mbili zimekumbwa na madhaifu makubwa baada ya vita hivi miaka miwili. Hamas ikionekana kulemewa pakubwa, ikionekana kama inaelekea kusalimu amri na kwamba imebanwa kiasi cha kwamba haina budi bali tu kuridhia yale ambayo Marekani na washirika wake wanataka. Hamas kwa kauli za msemaji wake imesema iko tayari kwa mapatano, lakini panahitajika mazungumzo ya ziada, hasa kwenye vipengele hivyo viwili nilivyotaja, kipengele cha kuweka silaha chini na kipengele cha isihusike kwenye siasa za Palestina na Gaza. Kwa nini basi ilikuwa inapigana kama italazimika isihusike tena kwenye siasa hizo? Kwa hiyo hatutegemei kuiona Hamas iliyopotea, ila ni kwamba Hamas ikipewa tu upenyo kidogo itajiumba upya, kwa sababu ina wakuwaunga mkono. Irani iko pale, Wahouthi wa Yemen wako pale.